imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tunampata mtu ambaye ni kiumbe kipya mara tu baada ya kuwa ndani ya Kristo, amekuwa mtu kiumbe kipya. Alafu nakwambia hivi, baada ya yeye kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, hayapo tena. Huyu mtu zamani, magonjwa yalikuwa ni sehemu ya maisha yake, kukataliwa kulikuwa ni sehemu ya maisha yake, bahati mbaya ni sehemu ya maisha yake, umaskini ni sehemu ya maisha yake, vitu ambavyo vinamkwaza na kumfanya na kuwa na stress vimekuwa ni sehemu ya maisha yake kwa muda mrefu. Lakini leo eti kwa sababu amekuwa ndani ya Kristo, huyo ambaye magonjwa alikuwa ni sehemu ya maisha yake amekuwa kiumbe kipya. So jana alikuwa mtu wa kuteswa na kansa, jana alikuwa na pressure, jana alikuwa mtu ana mambo mengi yanayomtokea, miscarriage, bahati mbaya, anakataliwa, ni jana. Leo ameokoka binafsi, yule mtu amekuwa kiumbe kipya tayari, sio yule wa jana tena, no, amekuwa mpya. So kansa kama ilikuwa inakuja mwezi wa 4 kugonga, au pressure au ugonjwa fulani, mwezi wa 4 ugonjwa kuja kugonga, haukuti mtu yule ambaye umezoea kumkuta. So ugonjwa unakuta kiumbe kipya. Na ndio maana kuna familia ambazo kila mwezi fulani kuna mtu anafariki, kila mwezi fulani kuna mtu anafariki. So wanajua wazee kwamba anayefuata ni fulani. Ikitokea umekutana na Yesu hapa katikati, ghafla mambo yamebadilika. So kifo kikija kugonga kwenye familia yako, kinakuta wewe sio wa aina yao tena, wewe sio ukoo wao, ndani yako kuna DNA nyingine imewekwa, kuna kitu kipya kimewekwa, hicho kinakutofautisha wewe na wale wengine. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye namba moja amekuwa kiumbe kipya. Alafu mambo yake ya zamani, ikiwemo umaskini, magonjwa, bahati mbaya, kuto kupata nafasi, fursa mbalimbali, vyote vimepotea. Tunaanza upya. Lakini huu upya hautakuja kama nia ya Kristo haijaumbika ndani, kwa sababu vitu vinaanzia kwenye nini? Kwenye nia, mind. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa nini kiumbe kipya? Kiumbe cha zamani, dhambi ilikuwa ni kitu nashindana nacho. Kuacha dhambi ni ngumu, kuacha uongo ni ngumu, kuacha uzinzi ni ngumu, kuacha uasherati ni ngumu. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu ni kiumbe cha zamani. Nature ya dhambi iko ndani yake kiumbe bado. So una struggle kuacha dhambi. Leo umeokoka, uko vizuri na Mungu, umepiga miezi 3, umeanguka, baba naomba unisamehe, unasamehewa, unajikongoja tena, hapo mbele umeanguka tena. Kwa nini? Bado hujaa kiumbe kipya. Yesu akiingia ndani yako, wewe huhitaji tena kuwekewa mkono kuambiwa katika jina la kushinda dhambi. No, unasema nilikuwa mtu wa kuanguka kwenye uzinzi, kuanzia leo roho ya uzinzi, tabia ya uzinzi, katika jina la Yesu nakukanyaga, hautanitesa tena. Unasonga mbele. Yule mrembo ambaye ulikuwa ukimuona na sisimkwa, leo hata ukiletewa hivi unamwambia dada shalom, Bwana Yesu asifiwe, Yesu anakupenda. Mwenye anashangaa, ukinionaga unapagawa. Leo kulikoni? Si wewe tena, umekuwa kiumbe kipya. So mtu yote ambaye ana struggle na dhambi, maana yake bado hajawa kiumbe kipya. Mtu ambaye bado magonjwa ni sehemu ya maisha yake. Kuna ugonjwa wa kawaida wa utukufu wa Mungu, kuna ugonjwa kuwa sehemu ya nini? Ya maisha. Hivyo unajua hilo Yaani ugonjwa umekuwa ni sehemu ya maisha, umezoea. Yaani jamani, mimi kila baada ya muda fulani, kwa mfano kwa dada, kila kwenye mzunguko wa mwezi lazima niumwe, imekuwa ni nini? Ni kawaida. So hiyo hali imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Ni kabla Yesu hajaingia ndani yako. Akishaingia, ya kale yamepita, wewe si yule tena, umekuwa kiumbe kipya. Do you think it's a theory? Unadhani ni story? So story ni uhalisia brother. It's a reality, ni ukweli. Yesu adanganyi. Na kuambia kitu ambacho ukikiamini na ukikiishi leo, mambo yote yanabadilika kuanzia hapa. Fika mahali huyu Yesu anakuwa halisi ndani yako, anaumbika ndani yako, anakuwa kitu something that can be spoken by people. Yani kitu ambacho watu wanaweza kukizungumza kwamba tunamfahamu Ernest bwana, lakini hizi siku 2 hizi miezi 3 hii miezi 3 hatumuelewi, ni kama amebadilika. Wameona nini? Kuna kitu kipya kimeumbika ndani yake. Tumeanza tu, hatujaanza kupanda milima, ndio kwanza tunaanza. Sasa twende. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama, yeye amekuwa kiumbe. Alafu si tu kiumbe kipya, ya kale yamepita. Ya kale ni yapi? Nimesha kuambia, ya kale ni yale yote ambayo ulikuwa na struggle nayo. So ni jambo la ajabu na la aibu
tabia uliyokuwa nayo kabla ya Yesu kuingia ndani yako kuendelea kubaki na wewe. Ni jambo la ajabu na la aibu. Kwa lugha nyepesi, ni matusi kwenye ufalme wa Mungu kwamba huyu Yesu hawezi kubadilisha maisha ya mtu. Siwezi kuingia na HIV kwa Yesu nikabaki na HIV. Siwezi kuingia na kansa kwa Yesu nikabaki na kansa. Yesu ni mwongo. Yesu ni mwongo. Amesema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hayo ya kale ni yapi? Kansa iliyokuwa nayo, pressure iliyokuwa nayo, tatizo la figo iliyokuwa nalo, ugonjwa wa tumbo iliyokuwa nao, hayo ni ya kale, yalikuwepo kabla ya Yesu hajaingia ndani yangu. Yesu akiingia ndani yangu, yote yanabadilika na kuwa mpya. Profesa anampima mtu kama daktari, anasema hawezi kuzaa, kwa kimefika mwisho. Alafu here comes a man, mtu tu kawaida anakuja anasema, mama ana shida gani? Anasema sizai. Kwa nini? Sina kizazi. Wamenipima wamesema sina kizazi. Unasema, Baba, katika jina la Yesu, wewe unayeumba vitu ndani ya watu, weka kizazi kipya. Baada ya muda mama anabeba mtoto. Hii haisomewi degree, hii ni ndani yako. Hauhitaji kitu kingine zaidi. Yesu akiwa ndani yako anatosha. Profesa amesoma miaka na miaka, lakini anasema mama, kwa utaalamu wangu hapa ni mwisho. Na wewe unajua ni mwisho, lakini unatokea wewe mtu wa kawaida, sio profesa, una degree yoyote, eti una kitu kimoja tu kiitocho nini? Kristo. Unasogea namna hii, huna hata kipimo, unamwambia mama una shida gani? Anasema sizai. Hii haitaji uwe nabii. No, wewe kama ulivyo unasema unaamini Yesu anaweza kukupa mtoto. Ndio. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa mtoto anaumbika ndani yako, mfumo wa uzazi unaumbika ndani yako, utazaa. Mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Alafu tunaondoka mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, katumbo haka hapa. Kametokea wapi? Kwenye degree? No. Kametokea wapi? Sema Zayo.